Kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST mshindi wetu. Kwanza nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona najua ni 100% mali ni yangu. Nawashauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli, odds kubwa, kila kitu yani. Nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Bado tunaendelea, ni muendelezo tu, tunaendelea kuzungumza na viongozi ambao wameendelea kujitokeza baada ya mbio ambazo tumeamka leo asubuhi mapema kabisa kuzikata kilomita 5 kwenye maonyesho haya ya madini mkoa wa Lindi. Na tupo Ruangwa na hapa nipo na mkuu wa wilaya ya Lindi. Hongera. Tunashukuru sana, asanteni sana. Madam hongera kwanza. Mimi nilikuwa kila nikikuangalia niseme nikimbie ile safu yenu najikuta nagoma pale kati. Nashukuru, asante. Ni kitu ambacho huwa ni utaratibu wenu pengine ndani ya wilaya ya Lindi, ama leo tumesema nguvu zipo kwa sababu jambo ni letu? Nashukuru sana. Kwanza nijitambulishe kwa majina, naitwa Victoria Mwanziva, ndiye mkuu wa wilaya ya Lindi. Leo hii tarehe 12 mwezi wa 6 2025 tupo hapa wilaya ya Ruangwa katika maonesho ya madini mkoa wa Lindi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Zainab Telaki ametuandalia maonesho ya madini mkoa wa Lindi. Lakini katika maonesho haya ameleta vitu mbalimbali vya kuleta hamasa, vya kuleta pamoja makundi mbalimbali. Leo hii asubuhi tumekuwa na mbio za riadha za uwekezaji ambazo zimedhaminiwa na PMBet. Mbio za riadha za uwekezaji, kimbilia fursa Lindi. Tumekuwa na PMBet katika kukimbia mbio hizi za riadha fupi. Lengo lake ni kuhamasisha, kuburudisha, kuelimisha. Tunashukuru sana tumeweza kufanya hivi, lakini nitoe rai, zoezi hili liwe endelevu katika halmashauri zetu zote, katika wilaya zetu zote. Kwa Lindi, manispaa ya Lindi, kila Jumamosi tuna utaratibu wa kufanya mazoezi ya pamoja. Kwa hiyo tunafanya mbio, tunafanya mazoezi ya viungo kwa lengo la watu kuendelea kuwa na uimara wa mwili na akili. Mazoezi ni afya, mazoezi ni tiba. Tunawashukuru PMBet, mmetudhamini katika maonesho yetu ya madini mkoa wa Lindi, na haswa mmejikita katika kipengele hichi cha mbio za riadha za uwekezaji, kimbilia fursa mkoa wa Lindi. Tunashukuru, tunathamini, tuendeleze huu utamaduni. Sawa. Ukiongea kwa niaba ya wanalindi wote, siku hii ya leo ya maonesho makubwa ya madini 2025 ni msimu wa pili. Kwenu nyinyi hii mmeipokeaje, na pengine mnaona tofauti gani wa msimu wa mwaka juzi na msimu huu? Tunashukuru sana. Haya ni maonesho ya pili kimkoa kwa mkoa wa Lindi, na maandalizi ni makubwa zaidi. Mpangilio ni mzuri zaidi. Wageni ni wengi zaidi. Makampuni yaliyokuja kuonyesha bidhaa zao, wananchi waliojitokeza ni wengi. Lakini nje ya maonesho kuna mafunzo. Leo hii tarehe 12 wachimbaji wadogo wote wa mkoa wa Lindi watapewa semina, na mimi ni mmoja wapo ambao nitakwenda kufanya uwezeshaji. Kesho pia kuna mafunzo, lakini kuna jukwaa la uwekezaji. Alafu kesho kutwa ndo tunahitimisha. Kwa hiyo hayajawa maonesho tu ya watu kutembelea mabanda, bali kumekuwa na elimu, kumekuwa na mafunzo, lakini PMBet mmetuunga mkono hata kwenye michezo. Kwa hiyo limekuwa ni jambo zuri lilogusa maeneo mbalimbali. Unawaahidi nini wawekezaji ambao wanaendelea kujitokeza kwenye maonyesho, lakini vile vile kwenye shughuli nyingine zote ambazo zinaendelea kuandaliwa na serikali? Kwa kweli mimi nawashukuru kwa kujitokeza kwao, kwa kufika, lakini tuwaahidi kwamba Lindi ni salama, Lindi ni eneo sahihi la kuwekeza. Tunawakaribisha kwa wingi, wazidi kujitokeza, wazidi kuwekeza. Lindi ipo tayari kwa uwekezaji. Lindi ipo tayari kwa uwekezaji. Shukrani sana. Asanteni sana.